Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika kasi, na tupo na taarifa nyingi kedekede ambazo zinaendelea kushika hatamu. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Umoja wa Mataifa unakaribisha usitishwaji wa mapigano ikiwa unaweza kufikiwa katika mzozo wa Ukraine, na unatumai kuwa utakuwa na amani ya muda mrefu. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema, bila shaka tutakaribisha usitishwaji wa mapigano nchini Ukraine. Watu wengi sana wamekufa. Usitishwaji wa mapigano kwa hakika ni jambo chanya, na tunatumai kwamba utatimia, na tunatumai kwamba utalipa njia ya amani, amani ya haki. Na unajua ni vigezo gani tunaona vinafaa kwa amani ya haki? Mkataba, sheria ya kimataifa na maazimio ya Baraza Kuu, aliwaambia waandishi wa habari. Vilevile Kiev inaelezwa kwamba haitasitisha uhamasishaji wala kuondoa sheria ya kijeshi ikiwa usitishaji vita wa siku 30 utatangazwa kulingana na mpango uliotolewa katika mkutano wa Ukraine na Marekani mjini Jeddah mnamo Machi 11. Roman Kostenko, katibu wa kamati ya bunge la Ukraine kuhusu usalama wa taifa, ulinzi na ujasusi, anasema, tunazungumza juu ya uwezekano wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Kwa hivyo kuondoa sheria ya kijeshi na kusimamisha kampeni ya uhamasishaji ni nje ya swali. Chombo cha habari cha Zerkalo Nedel kilimnukuu Kostenko akisema. Vile Ukraine haitakubali kupoteza eneo katika mazungumzo yanayoweza kusuluhisha mzozo na Urusi. Volodymyr Zelensky anasema, hatutatambua maeneo yoyote yanayokaliwa na shirikisho la Urusi. Huo ni ukweli, alidokeza alipoulizwa ikiwa Ukraine ilikuwa na mstari mwekundu katika mazungumzo ya kusuluhisha mzozo huo. Zelensky aliongeza kuwa hata kiuka katiba ya Ukraine na kuweka mipaka ya uhuru wa nchi. Hata hivyo, hakueleza alichomaanisha kwa maneno hayo, hasa matarajio ya Ukraine kujiunga na NATO yamewekwa katika katiba ya nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema hapo awali kwamba Washington iligusia suala la makubaliano ya eneo la Ukraine wakati wa mazungumzo ya Machi 11 nchini Saudi Arabia. Mkuu wa ofisi ya Zelensky akuthibitisha ukweli huo mara baada ya mkutano huo. Vile Volodymyr Zelensky ameeleza nia yake ya kuhitimisha makubaliano na Marekani kuhusu madini, akilalamika kwamba hati hiyo haikutiwa saini mapema. Ukraine iko tayari kutia saini makubaliano ya mfumo kama hatua ya kwanza, anasema katika mkutano uliotangazwa na kituo cha runinga. Kusema kweli, nilidhani tungesaini mapema. Tuko tayari kwa hili na hakuna cha kuzungumza. Hakuna siri nyuma ya pazia. Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa bado hajapokea mwaliko kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kutembelea ikulu ya Marekani. Anasema, sikusikia mwaliko huo. Nafikiri mkutano wowote tunaofanya na rais wa Marekani unapaswa kumalizika na matokeo chanya kwa pande zote mbili. Aliendelea, kwa kweli nataka mkutano wowote uwe mzuri. Kutiwa saini kwa mkataba huo wa madini kulitatizika baada ya mechi ya kelele kati ya Zelensky na Trump katika ikulu ya White House mnamo Februari 28. Zelensky alishutumiwa kwa kutoheshimu na kutoa shukrani kwa Marekani na kutakiwa kuondoka ikulu ya Marekani. Tabia yake sio tu ilivuruga utiaji saini wa hati hiyo, lakini pia ilidhoofisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaamini kuwa satellite zinaweza kutumika kufuatilia utiifu wa makubaliano ya uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine. Anasema, sawa, jambo la kuvutia kuhusu vita vya kisasa ni kwamba ni rahisi zaidi kufuatilia, aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege nchini Ireland baada ya mazungumzo na wajumbe wa Ukraine huko Jeddah. Kwa sababu tu kuna macho mengi ardhini na pia kuna kila aina ya satellite za kibiashara, na itakuwa vigumu sana kuficha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Itakuwa vigumu kuficha mashambulio ya makombora, mashambulio ya ballistic, mizinga, Rubio alisema alipoulizwa jinsi usitishaji vita unaowezekana ungeweza kutekelezwa. Kwa hivyo tunahisi kama hilo ni jambo ambalo linaweza kufuatiliwa, katibu alibainisha. Taarifa pamoja iliyochapishwa baada ya mazungumzo ya Machi 11 kati ya Marekani na Ukraine mjini Jeddah ilisema kuwa nchi hizo zimekubali kusaini makubaliano ya kina kuhusu maendeleo ya rasilimali muhimu za madini hivi karibuni. Utawala wa Kiev umethibitisha kuwa tayari kukubali pendekezo la Washington la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika mzozo na Urusi. Marekani iliahidi kuanza tena kutoa taarifa za kijasusi na usaidizi kwa Ukraine mara moja.
Vilevile mamlaka za Marekani zimeonyesha kutokuwa na imani kubwa kwa Kyiv na Umoja wa Ulaya katika mazungumzo na ujumbe wa Ukraine nchini Saudi Arabia. Liu Xiang, mtaalamu wa masomo ya Marekani na mtafiti mwenzake katika chuo cha sayansi ya jamii cha China, anaamini kwa kuzingatia uhusiano wao wa karibu wa hapo awali kati ya Marekani na Ukraine, mkutano huo ungeweza kufanyika popote Ulaya au hata Marekani. Kuchagua eneo linalotumika kwa mazungumzo ya Marekani na Urusi kunaonyesha kutokuwa na imani kubwa si tu kati ya Washington na Kyiv, bali pia kati ya Marekani na Ulaya. Gazeti la Global Times lilimnukuu akisema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile mamlaka ya Marekani zimeonyesha kutokuwa na imani kubwa kwa Kyiv na Umoja wa Ulaya katika mazungumzo na ujumbe wa Ukraine nchini Saudi Arabia. Liu Xiang anasema vilevile uwasilishaji wa usaidizi wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine kupitia kituo cha vifaa kwenye uwanja wa ndege wa Jasionka karibu na mpaka wa Poland na Ukraine umeanza tena. Naibu waziri wa ulinzi wa Poland Pavel Zelewski anasema usambazaji wa silaha za Amerika kutoka kitovu cha vifaa cha Poland huko Jasionka hadi Ukraine umeanza tena, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslaw Sikorski alithibitisha kurejelea kwa silaha za Marekani hadi Kyiv kikamilifu baada ya kukutana na mwenzake wa Ukraine Andrei Sybiga mjini Warsaw. Nikwambie, vita hivi kufikia tamati bado inaonekana kuwa shughuli pevu kwelikweli. Lakini je, itafanikiwa? Tuendelee kutizama katika mchakato huu ambao unaendelea kufanywa na viongozi hao kuhakikisha amani inaendelea kutawala. Vilevile, Italia inakaribisha matokeo ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine mjini Jeddah na inaunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 na kurejeshwa kwa msaada wa Marekani kwa Kyiv. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni anasema kulingana na taarifa yake, Italia inaunga mkono kikamilifu juhudi za Marekani zinazoongozwa na Rais Donald Trump kufikia amani ya haki ambayo itahakikisha usalama wa Ukraine kwa muda mrefu, inaripoti Radio 1. Vilevile, baadhi ya vitengo vya jeshi la Ukraine vimeanza kurudi nyuma kutoka eneo la mpaka la Kursk la Urusi. Gazeti la Forbes linaandika kulingana na chombo cha habari, wanachama wa huduma kutoka kwenye brigade za Ukraine zilizo tayari kupambana wamekimbia mkoa wa Kursk. Vikosi vya wanajeshi vya Urusi vinaendelea kuangamiza wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilitangaza mnamo Machi 11 kwamba Battle Group North ilikuwa imekomboa makazi 12 ambayo ni Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dimitrukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Mationovka, Milahilovka, Pravda na Yozny. Zaidi ya kilomita za mraba 100 zilikombolewa. Maafisa wa usalama walisema kuwa vikosi vya Urusi vinaendelea na operesheni za mashambulizi katika mji wa Sudza. Vilevile, Urusi inajua jinsi ya kuepuka maelewano katika muktadha wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine ambao unaweza kuhatarisha maisha ya watu. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na wanablog wa Marekani Mario Nofol, Larry Johnson na Andrew Napolitano, katika mgogoro huu hasa tunajua nini kifanyike na kwamba hatutatilia maanani njia ambayo inaweza kuhatarisha hatima ya watu. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi alizita tuhuma zozote kwamba Urusi inacheza mchezo usio waaminifu na wa mara mbili kuwa ni udanganyifu. Anasema, unajua dhamiri zetu ni safi, na ni safi sio kwa sababu tunaituma au tunaitumia mara chache, ni kwa sababu tumekuwa tukichoma vidole mara nyingi. Kulingana na yeye, kama kwa ajili ya makazi ya mgogoro wa Ukraine, sio kuhusu maeneo, ni kuhusu watu ambao walinyimwa historia yao na sheria. Vilevile, Marekani imepuuza matakwa ya Ukraine ya kudhaminiwa usalama katika mazungumzo yaliyofanyika Saudi Arabia. Gazeti la Die Welt la Ujerumani linaandika kulingana na karatasi hiyo, makubaliano yaliyofikiwa na wahusika hayaakisi hitaji kuu la Ukraine la dhamana ya usalama. Timu ya mazungumzo ya Kyiv iliweza tu kuhakikisha kuwa mazungumzo juu ya usalama muda mrefu kwa Ukraine yataanza mara moja. Die Welt inabainisha kuwa hati hiyo inaangazia uamuzi juu ya ukuzaji wa rasilimali ya madini ya Ukraine ambayo ingefidia gharama za usaidizi wa Marekani kwa Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Tukisalia hapo hapo Ujerumani, kwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ambaye anakaribia kuondoka madarakani, nikwambie amesema anakaribisha wazo la kusitisha mapigano kwa siku 30 nchini Ukraine. Kupitia mtandao wa X anasema wazo la kusitisha mapigano kwa siku 30 ni hatua muhimu na sahihi kuelekea amani ya haki kwa Ukraine.
Scholz aliandika kwenye ukurasa wake wa X na kuongeza kuwa sasa ni juu ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Na je, Putin atakubali swala hilo? Na kama kikubali, je, litafanikiwa kwa upande mwingine? Wacha tuendelee kutizama. Nikwambie, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii ili uendelee kupata taarifa mbalimbali ambazo tunaendelea kukusogezea hapa kila siku. Update zote ambazo zinaendelea. Hii ni bila kupepesa macho, ikiwa ni kwenye uwanja wa kivita pia tunakusogezea. Nikwambie, wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk hawataweza kudumisha misimamo yao na wataondoka katika eneo hilo siku moja au mbili zijazo. Mtaalamu wa kijeshi wa Ukraine Mikhail Zyrkov anasema, namnukuu, rasmi mapigano yanaendelea huko, kwa njia isiyo rasmi nadhani kwamba katika siku moja au mbili wafanyakazi wetu wote wa kijeshi wanaondolewa kutoka mkoa wa Kursk. Sasa kuna mchakato wa kazi, mahali fulani huenda kwenye vita, mahali fulani hawana, lakini kwa ujumla itawezekana kusema katika siku za usoni kwamba operation ya Kursk itaisha. Jeshi la Urusi linaendelea kushambulia vikosi vya Ukraine kwenye eneo la mkoa wa Kursk, wizara ya ulinzi ilisema mnamo Machi 11. Vile Marekani imerejelea ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Mkurugenzi wa kijasusi wa Marekani imerejesha ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa Marekani Tulsi Gabbard anatangaza kipindi cha kusitisha kushiriki kijasusi na Ukraine kimeisha. Ameandika, ripoti za awali zilisema kampuni ya anga ya Marekani ya Maxar Technologies ilirejesha huduma yake ya picha za satellite nchini Ukraine. Vile Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika taarifa ya kusikitisha hivi majuzi ametoa uongo kuhusu mkutano wa Ukraine huko Paris mnamo 2019. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na mwanablog wa Amerika Mario Nofol, Larry Johnson na Andrew Napolitano. Uongo mwingine ambao Emmanuel Macron alisema katika taarifa yake hivi majuzi ya kusikitisha ni kuhusu mkutano huko Paris mnamo Disemba 2019 kati ya Macron, kansela wa Ujerumani wa wakati huo Angela Merkel, rais wa Urusi Vladimir Putin, kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mwanadiplomasia mkuu alisema mkutano huo uliitishwa na Wajerumani na Wafaransa ili kuokoa makubaliano ya Minsk. Vile raia wa Ukraine wanapoteza na kukabidhi ardhi kwa Urusi kila mara wanapolagai na mchakato unaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anasema, kama wangekuwa na ushirikiano na wangewasilisha kwa hiari yao wenyewe mikataba ya Istanbul ya 2022, bado wangekuwa na mipaka 1991, ukiondoa Crimea, ukiondoa sehemu fulani ya Donbas. Kila wakati wanapodanganya wanapoteza na mchakato unaendelea, Lavrov alisema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.